katika swala la kuandikiana talaka, katika swala la kuachana, Biblia inazungumzia kuhusiana na mwanamke mzinifu ambaye watu walimkamata, wakamchukua, wakampeleka kwa Bwana Yesu, kwamba huyu mwanamke amekamatwa, amefumaniwa akifanya uzinifu, huyu ni mke wa mtu. Walipomleta kwa Bwana Yesu, kuna kitu kimoja kiangalieni pale. Kwenye swala la uzinifu, Mungu huwa hamtetei mtu yoyote. Mungu hamtetei mwanamke wala hamtetei mwanaume aliyefanya uzinifu. Na ndio maana yule mwanamke alipoletwa aliyekuwa amezini, Bwana Yesu hakuanza kumuuliza yule mwanamke kwamba wewe mama, wewe mpaka unaenda kuzini, mpaka unaenda kumsaliti mume wako, kwani mume wako hajafanya hiki na hiki? Kwani mume wako hajakutimizia hiki na hiki? Kwani mume wako imekuwaje kwaje? Kwani kuna shida gani kwa mume wako mpaka utoke uende kazini na mwanaume mwingine? Bwana wetu Yesu Kristo hakumuuliza hivyo yule mwanamke, lakini alichowaambia tu wale watu, asiye na kosa miongoni mwenu, asiye na dhambi miongoni mwenu, awe wa kwanza kurusha jiwe kumpiga yule mwanamke. Maana yake pale utaona kabisa kwamba Bwana Yesu hakumtetea yule mwanamke. Kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 4 mpaka mstari wa 11. Maana yake ni kwamba neno alilolisema Bwana wetu Yesu Kristo lilikuwa limehalalisha, kama kusingekuwa na mtu ambaye ana dhambi miongoni mwao, alipaswa kuchukua jiwe awe wa kwanza kumpiga, lakini hakupatikana. Na ndio maana walipoondoka wote, Bwana Yesu akamuuliza yule mwanamke, vipi, wale watu waliokuleta ili wakupige mawe wako wapi? Mwanamke akajibu, wameondoka. Bwana Yesu akamwambia, basi hata mimi sitakuhukumu, lakini nenda usitende dhambi tena. Hiyo ndiyo standard mbele za Mungu. Kosa la uzinifu ukishalitubia usilirudie. Mfano mwingine wa mwisho, mwanamke Msamaria, kutoka katika kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 16 mpaka mstari wa 18, kuhusiana na mwanamke Msamaria. Kwa ufupi tu, Bwana wetu Yesu Kristo alipomuuliza yule mwanamke kwamba, alipomwambia yule mwanamke, nenda kamlete mumeo uje naye hapa, yule mwanamke akasema, hapana, hana mume. Bwana Yesu akamwambia, umesema vema, huna mume, kwa sababu umekuwa na wanaume 5, hata uliye naye sasa naye pia si wako. Lakini ukisoma vizuri pale, hautaona hata sehemu moja Bwana Yesu akimwambia yule mwanamke, wewe mwanamke una shida gani? Inakuwaje kwaje unamwacha mwanaume huyu, mwanaume huyu, mwanaume huyu, mwanaume huyu? Inakuwaje kwaje unatembea na wanaume wote hao? Na kwa nini unachukua wanaume ambao sio wa kwako? Bwana Yesu hakumuuliza hivyo vitu. Lakini vile vile kuhusiana na haki ya talaka kwenye ndoa, kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 32, Biblia inasema kwamba usimwache mwanamke isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, kwa sababu ya uzinifu. Kama unataka kumwacha mke wako na hajafanya, yani hajawahi kufanya uzinzi, hajawahi kufanya uasherati, lakini inapofanyika tendo kama hilo, Mungu anasema kwamba hawa watu, mwanamke akae asiolewe, mwanaume akae asioe, isipokuwa kama wanahitaji tena ile intimacy, basi hawa watu warudiane. Lakini kama mwanamke labda alifanya uzinifu, alifanya uasherati, Biblia imetoa udhuru kwa mwanaume kusema kwamba hiyo linaweza ikawa ni sababu tosha ya wewe mwanaume kumwacha wewe mwanamke kwa hati ya talaka. Lakini tangu hapo awali haikuwa makusudi ya Mungu kwamba wanadamu waachane. Malaki sura ya 2 mstari wa 14, neno la Mungu linasema kwamba sisi wanaume tusiwatendee wake zetu mambo ya hiana. Mke wa agano lako usimtendee mambo ya hiana. Lakini leo hii sisi wanadamu, leo hii katika dunia ya leo, katika jamii yetu sisi wa Tanzania na ulimwengu mzima, mara nyingi sana linapotokea swala la uzinifu, linapotokea swala la watu wamesalitiana kwenye ndoa, unakuta watu wanakimbilia kwenda kuuliza, kwani yule mume wako hakuweza kukutimizia kipi na kipi? Yule mume wako ana shida gani? Yule mume wako hakupi nini na nini mpaka umetoka kwenda kufanya uzinifu? Na kwa sababu mwanamke huyu kashapotoka, sio mwaminifu, hana uchaji ndani ya moyo wake, hana uchaji mbele za Mungu, utaona anaanza kutoa, ataongea vitu vingi sana. Mwanaume wake yuko hivi, mwanaume wake hivi, atamsema mwanaume kwa hivi, atamsema mwanaume kwa vile. Hayo yote atatoa masingizio tu ili kujustify kosa lake, kujustify uzinifu wake. Na kwa sababu wanaomsikiliza nao hawatumii maandiko kwa ajili ya kuwasaidia wale wanandoa, sana sana wataanza kumsupport. Kweli kabisa, kama mwanaume ndo anafanya hivyo, wewe una uhalali kabisa kwenda kumcheat. Kama mwanaume hakutimiziki, afanye hiki na hiki, kama labda kwenye ibada yuko hivi na hivi, sijui nini, una haki kabisa.
Kwa hiyo huyu kapotoka, kadanganyika na amekutanika na watu ambao wanaendelea kudanganyana. Nataka nikuongezee jambo lingine la muhimu kubwa sana kuhusiana na migogoro ambayo inakuwa inatokea kati ya wanandoa, na hasa mwanamke anapokuwa amefanya uzinifu. Kama wewe mwenyewe mwanamke, kama wewe mwenyewe mwanaume, usipotubu kwa kweli mbele za Mungu, adhabu utapata ni kubwa tu, wala sio ndogo.